Asante. Leo Agosti 2026, siku ambayo ilikuwa ni siku ya kutajwa kwa kesi ya ugaidi ya vijana 5 waliopo hapa Mbeya. Lakini kabla sijasonga mbele kuhusiana na kesi hii, ni muhimu ikawekwa kwenye rekodi vizuri. Mbeya ina magaidi 7 kwa mujibu wa serikali, mwendesha mashtaka na mamlaka zote za serikali zinazohusika na mashtaka. Wamewashtaki vijana 7 Mbeya. Vijana 4 ni hawa vijana ambao ni wanafunzi, vijana wa Chaso. Kijana mmoja ni kijana wa bodaboda wa hapa mjini, anaitwa Jasiri Mwasumbi. Kuna kijana mmoja wa kutoka Chunya anaitwa Daniel Philemon, ameshtakiwa kwa ugaidi. Kuna kijana mmoja kutokea Kela anaitwa Joseph Wine Katoki, ameshtakiwa kwa ugaidi. Kwa serikali inaitangazia dunia kwamba Mbeya kuna magaidi 7. Sasa tuzungumze ya leo, yanayohusiana na leo, vijana hawa 5 ambao kesi ilitajwa. Ikumbukwe tarehe 6 mwezi huu kesi iliitwa kwa ajili ya kutajwa, na tarehe 6 kilichojiri upande wa mashtaka walichokizungumza kimoja muhimu na walichokisimamia, walisema ni kweli wamewashikilia, ni kweli wanawashtaki, lakini hawana ushahidi kwa hizo tuhuma za kesi wanawashtaki. Sasa wakaomba ahirisho, wapangiwe tarehe nyingine ili waendelee na upelelezi. Itakumbukwa vile vile upande wa utetezi, vijana hawa kupitia kwa wakili Philip Mwakilima waliomba mahakama iamrishe upande wa mashtaka, wakati wanakuja waje waeleze wamefikia wapi hatua za upelelezi na upelelezi utakamilika lini. Kwa masikitiko makubwa, leo Agosti 2026, siku 15 baadaye, kesi ilipangwa leo na imekuja kutajwa leo kwa maneno yale yale ya kwamba upelelezi haujakamilika. Kwa lugha nyepesi, ushahidi haupo, kwa hivyo kesi haiwezi kuendelea, na hivyo wanaomba ahirisho, ipangwe tarehe nyingine kwa ajili ya kuja kutajwa. Na naomba ikumbukwe, hawa vijana wamekamatwa tarehe 4 Julai 2026. Leo Agosti 2026, sawasawa na siku 47 tangu wamekamatwa. Wamekaa siku 20 chini ya polisi bila kufikishwa mahakamani, na sasa wamekaa siku 27 mpaka leo wako chini ya magereza, mahabusu ya magereza, chini ya mahakama. Upande wa mashtaka wanasema ushahidi haupo, kwa hiyo kesi haiwezi kuendelea. Sasa ikumbukwe, kuna kauli ya serikali ilitolewa, ilisema kupitia waziri wa mambo ya ndani, alisema Tanzania hakuna ugaidi, na sisi Mbeya tumeambiwa kuna magaidi 7. Ni nani ambaye ameleta hizo kesi za ugaidi, anayepingana na serikali kupitia waziri wa mambo ya ndani kwamba Tanzania hakuna ugaidi ila sisi Mbeya tuna magaidi 7? Ni nini kinakwamisha mpaka leo siku 47 baadaye tangu wamewakamata? Ni nini kinakwamisha kukamilisha ushahidi? Ni nini kinakwamisha wakamilishe hayo maelezo au huo ushahidi ili kesi ianze kusikilizwa? Upande wa utetezi leo, kwa sehemu kubwa, vijana wamelalamikia mahakama, wanaiomba mahakama itoe maelekezo, itoe amri kwa upande wa mashtaka, waeleze ni lini ushahidi utakamilika ili kesi ianze kusikilizwa. Na vijana wamelalamika kupitia kwa wakili Philip Mwakilima, wamelalamika kwamba kama kesi hii haitumiki kisiasa, kwa sababu wao ni wanachama wa Chadema, kama kesi hii haitumiki kuwakomoa,
kama kesi hii haitumiki kuwakatisha masomo kama njia ya kuwakomoa. Kama sivyo, waeleze lini ushahidi utakamilika, lini kesi itaanza kusikilizwa. Mahakama, wameiomba mahakama kwamba mahakama si mahali panapofaa kutumika kwenda kupaki kesi. Kesi ikawekwa hapo, watu wakawa wanaonewa, wakawa wanaishi mahabusu magereza bila msaada au hatua zozote. Na wameiuliza mahakama vijana kupitia wakili Philip Mwakilima, waende wapi kama sio mahakamani? Ni watu wanaweza kupata haki yao kama sio mahakamani. Sasa na sisi tunajiuliza ikiwa kweli upande wa mwendesha mashtaka, yani DPP, ikiwa kweli upande wa serikali, ikiwa ni kweli wanajua hawawaonei hawa vijana, hawawaonei, hawawakomoi hawa watoto, ni nini kinakwamisha kukamilisha upelelezi, ushahidi ukamilike, kesi ianze kusikilizwa? Ni nini kinakwamisha? Ikiwa sio njia ya kutumika kuwatesa, kuwanyanyasa vijana, ni nini kinachokwamisha kuwe kuna haya maahirisho mahakamani, na wanaofanya hayo maombi ya maahirisho bila maelezo ya kina? Kwa nini bila kueleza hatua za upelelezi zimefikia wapi, kama sio njia za kuwanyanyasa na kuwaonea vijana wetu? Ni nini? Na sisi tunaamini hawa vijana, Noah Mwawange sio gaidi, Gwamaka Mboka sio gaidi, Rogers Mpwani sio gaidi, hata Agustino Wasinyo sio gaidi, Jasiri Mwasumbi sio gaidi, Daniel Philemon sio gaidi, Wayne Katoki Joseph sio gaidi. Ni kesi za kisiasa zinatumika kuwanyanyasa wanasiasa, na ndio maana walioshtakiwa wote ni wanasiasa, na bahati mbaya ni wanachadema. Kwa hiyo ni muendelezo wa uonevu na unyanyasaji wa wanachama wa Chadema. Sasa mahakama inatumika kwa sababu ni kesi kubwa, kwa hiyo wameandaa kesi kubwa zisizo na dhamana kama kisingizio ili waweke mahakamani mpaka pale watakapotosheka. Na sisi tunauliza swali, ni lini watatosheka kuwashikilia vijana wetu? Ni lini watatosheka wawaachie warudi uraiani? Ni lini watatosheka kuendelea kuwashikilia, kuomba maahirisho, kuwaachie vijana wetu waende wakaendelee na masomo yao? Ni lini watatosheka wamwachie Jasiri Mwasumbi arudi kwa familia yake? Wakati kuna mtu ni mama au ni baba wa familia, kuna baba wa familia anaitwa Jasiri Mwasumbi, wakati yeye anarudi nyumbani na kafurishi, watoto wanafurahia. Kuna watoto wa Jasiri Mwasumbi hawaoni furaha ya baba yao, hawapati mkate au chumvi alionunua baba yao kwa sababu ameshikiliwa. Lini watatosheka kuendelea kuwashikilia ili waweze kuachia warejee? Na sisi ni wito wetu kwamba muhimili wa mahakama ni muhimu sana, ukawa ni mahali patakatifu pa kutenda haki, pa kusimamia haki, na tunatamani kuona haki ya vijana wetu inasimamiwa na kutendwa na mahakama. Na ni wito wetu sasa, mahakama ifike hatua iwe na uwezo wa kutoa amri kwa upande wa mashtaka, kwa upande wa serikali, wafanye haraka iwezekanavyo kukamilisha upelelezi, kesi iitwe, ianze kusikilizwa ili haki itendeke, na sote tuone kwa macho yetu haki ikitendeka.